Naam, mtazamaji, rais mstaafu Jakaya Kikwete aibua hofu kwa vyama vya upinzani ikiwemo Chadema ya Tundu Lissu, afichua siri hii nzito kuhusiana na Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na uchaguzi wa Oktoba. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Jumapili Septemba tarehe 28 mwaka huu 2025, katika mkutano wa kisiasa uliochangamka na uliojaa hisia kali uliofanyika mjini Kibaha mkoani Pwani, rais wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete alitoa muunganisho wa nguvu wa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan, akiibua hofu kwa vyama vya upinzani na kufichua siri nzito. Akizungumza na umati mkubwa wa watu waliokuwa na shauku kubwa, Daktari Kikwete alitangaza kumuunga mkono kikamilifu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa msisitizo wake wa kujiamini. Daktari Kikwete alituma ujumbe wa waziwazi kwa wapinzani na wa waziwazi kwa vyama vya upinzani ikiwemo Chadema kwamba uchaguzi huu hautakuwa wao kushinda na kwamba kasi hiyo iko imara kwa CCM na inaonekana wazi Samia Suluhu Hassan atashinda kiti hicho kwa mara nyingine. Daktari Kikwete anayesifika kwa uzoefu, umahiri wa dola na busara zake za kisiasa, aliweka wazi kwa wananchi wa mkoa wa Pwani na kwa hakika Watanzania wote wameshuhudia uongozi wa kipekee wa Samia Suluhu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Alisema kuwa maendeleo makubwa ya miundombinu, mageuzi ya kijasiri ya kiuchumi na uingiliaji kati wa kijamii uliofanywa chini ya utawala wake ulikuwa uthibitisho tosha kwamba alistahili mamlaka nyingine. Kwa maneno yake, nikimnukuu, alisema Daktari Samia Suluhu ameongoza kwa moyo, kwa akili na kwa uharaka. Matatizo yanapotokea anatenda kwa haraka, ndio uongozi unaostahili. Nikimnukuu, hivyo ndivyo alivyosema Daktari Jakaya Kikwete. Kisha hapo Jakaya Kikwete akageukia upinzani na kuwaonya kwamba wapiga kura hawakuwa wadanganyifu na hawataanguka kwa maneno matupu au ahadi zilizorejelewa. Nikimnukuu rasmi, alisema huu si wakati wa siasa za kubahatisha. Watanzania wameona tofauti na watachagua maendeleo kuliko propaganda. Akiwahutubia wananchi wa Kibaha na maeneo jirani, Jakaya Kikwete alisisitiza kwa kujiamini kuwa wakazi wa mkoa wa Pwani watajitokeza kwa wingi kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan Oktoba mnamo tarehe 29 mwaka huu. Alieleza imani yake kubwa kuwa matokeo ya uchaguzi huu yatakuwa ni ushindi wa kishindo kwa CCM na kwa kusukumwa na imani na uaminifu walionao wananchi kwa uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nikimnukuu, alisema sisi Pwani tunajua jinsi uongozi bora unavyoonekana na kwa kumwona ama tumemwona Daktari Samia Suluhu Hassan na tutampigia kura kwa wingi, atashinda kwa wingi, alisema Kikwete. Katika kuwasilisha ujumbe huu, wakati huo alitupia blanketi baridi juu ya matumaini ya vyama vya upinzani ikiwemo Chadema, akisema kwamba nafasi yao ilikuwa duni na kwamba wapiga kura walikuwa tayari wameamua. Alisema waache upinzani wajiandae kukatishwa tamaa, lakini wajue kwamba huu si wakati wao. Aliweza kuwaonya. Katika sehemu ya moyoni ya hotuba yake, Daktari Kikwete aliweza kumsifu Samia Suluhu Hassan. Alisema yeye binafsi alimwona akihama kutoka mkoa hadi mkoa bila kuchoka, akishirikiana na wananchi na kuweka maono yake kwa miaka mitano ijayo. Uwezo wake, afya na uwepo wake, alisema, sio tu ni jambo la kupongezwa bali ni ishara ya kujitolea kwake kwa maendeleo ya taifa hili. Nikimnukuu, aliongezea, kiongozi anayejificha nyuma ya vipaza sauti au tweets anakutana na watu kuwasikiliza na kuchukua hatua kali. Huo ni uongozi ambao upinzani hauwezi kuutoa, Kikwete aliweza kusisitiza, akituma ujumbe usio na shaka kwa kambi za upinzani kwamba jitihada zao hazifanani na kampeni ya CCM ya msingi na ya watu. Daktari Kikwete aliendelea kutofautisha mtazamo wa CCM na wa upinzani, akiwakosoa kwa kukosa dira madhubuti na kushindwa kuwasilisha sera zenye uhalisia humu nchini. Alibainisha kuwa wakati CCM ikitoa mwendelezo, utulivu na maendeleo nchini ya Samia Suluhu Hassan, viongozi wa upinzani walikuwa na shughuli nyingi za kuhamasisha mifarakano, fujo, hadi zisizotekelezeka na tamaa binafsi zinazofichwa nyuma ya ajenda za kitaifa. Alisema kinachotolewa na upinzani ni kelele zisizo na mwelekeo, kauli mbiu zisizo na suluhu. Sisi ndani ya CCM tuna mipango ambayo tayari inafanywa kazi na tuko tayari kuzifanyia kazi. Hata hivyo, alisisitiza maneno yake hayakuwa tu ya kuatia moyo wafuasi wa CCM bali pia pigo la kimkakati kwa msukumo wowote ambao vyama vya upinzani vingeweza kujaribu kujenga au kutenga. Mkutano huo ulioadhimisha uzinduzi rasmi wa kampeni za Samia Suluhu
Suluhu Hassan leo katika mkoa wa Pwani haukuvutia viongozi na wafuasi wa chama pekee, bali pia maelfu ya wananchi wa kawaida waliokuwa na shauku ya kuonyesha uungaji mkono wao. Hali ya anga ilikuwa ya umeme, huku kelele, nyimbo na ngoma zikirejea, umoja na matumaini yaliyozunguka ugombea wa Samia Suluhu Hassan. Daktari Kikwete akihisi furaha kubwa katika umati huo, aliwahimiza wananchi kudumisha nguvu hizo hadi kwenye sanduku la kura. Nikimnukuu alisema, tusishangilie tu leo, tupige kura kwa wingi Oktoba tarehe 29, tutume ujumbe kwa sauti kubwa ili wapinzani wasidhubutu hata kuupinga. Alihimiza akisisitiza zaidi ujumbe kwamba upinzani ulipangwa kushindwa. Pia alitoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Pwani kuchukua umiliki wa safari ya maendeleo iliyoanzishwa na serikali ya CCM chini ya uongozi wa Samia. Aliwakumbusha kuwa chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa huo umeona maboresho makubwa ya miundombinu, afya, elimu za bure na upatikanaji wa huduma za kijamii. Alihitaja miradi mipya ya barabara, upanuzi wa vituo vya afya, uboreshaji wa shule na upatikanaji wa maji safi kuwa ni zaidi ama ni ushahidi kuwa serikali ya CCM inawafanyia kazi wananchi wote. Aliuliza swali kubwa, je, upinzani unaweza kuendana na vitendo hivi ambavyo Samia Suluhu Hassan ameweza kutekeleza? Akiendelea kusisitiza hoja yake, Rais mstaafu Kikwete alisisitiza kuwa Daktari Samia si kiongozi wa kisiasa tu, bali ni kielelezo cha matumaini nchini, ukakamavu na umoja wa kitaifa. Alieleza mtindo wake wa uongozi kuwa jumuishi, wenye mawazo na msikivu, sifa alizosema hazipo kwa watu wa upinzani ambao walikuwa na nia ya kupata mamlaka kuliko kuwatumikia wananchi. Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha jinsi uongozi wa utumishi unavyoonekana, hauwagawanyi watu, anaunganisha watu. Hilo ni jambo ambalo wapinzani hawajawahi kujifunza kulingana naye. Alitangaza na kuibua tena dhana kwamba uchaguzi huu haukuwa wa ushindani tu, ilikuwa ni udhibitisho wa imani ya wananchi kwa CCM. Hotuba ya rais huyo wa zamani Kikwete haikuwa tu uidhinishaji, ilikuwa ni kuvunja kimkakati simulizi ya upinzani, hasa Chadema. Katika kila aya, katika kila hoja aliyoibua, Daktari Kikwete alitamba kuvionya vyama vyote vya upinzani kuwa dirisha lao la fursa limefungwa. Alitoa taswira ya upinzani kuwa haijaunganishwa, haijaandaliwa ama haijajiandaa na haujali mahitaji ya Watanzania wa kawaida. Nikimnukuu rasmi alisema, watu hawapigi kura kwa kauli mbiu, wanapiga kura kwa ajili ya matokeo, na matokeo yako hapa. Shukrani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ujumbe huu wake ulikuwa wazi ya kwamba upinzani ulikuwa umeshindwa kushawishi umma na wangejipata tena katika upande uliopotea wa kihistoria. Majini hayo tu ambayo nimekuandalia sasa hivi, lakini ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section chini ya video hii. Vile kumbuka kubonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu kumbuka kushare video hii kwa wanafamilia pamoja na jamii waweze kupata taarifa hizi mpya kutoka hapa Simulizi Media. Vile nibonyeze kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi katika mitandao ya kijamii humu nchini.